Kwa majina naitwa Zaho Rashidi Hanuna, ni ndugu wa Ramadhani Mshihiri ambaye tulipokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya msiba wake ambao alifariki akiwa amesafiri kutoka South Africa kwenda Swaziland, ambao mauti ulimkuta kule Swaziland, ambaye kwa muda mrefu taarifa hizo tumezipokea zaidi ya mwezi mmoja na nusu, na kwa sasa leo napenda kutoa taarifa kwamba tunashukuru wale wenzetu ambao wametusaidia kumsafirisha ndugu yetu kutoka kule Swaziland, na zaidi pia wale ambao diasporas ambao wako South Africa pamoja na balozi zote ambazo wamejitahidi kumsafirisha ndugu yetu kutoka South Africa, tena ambapo tunategemea kupokea mwili wake usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 19. Kwa hiyo ndugu zanguni ambao mmeshiriki katika kumwandaa ndugu yetu kwenye mataifa hayo mawili, tunawashukuru sana na hatuna cha kuwalipa isipokuwa Mwenyezi Mungu atawalipa kwa mlichokifanya. Kingine ambacho ningependa kukiomba kwa wanabumbuli ambao wako Dar es Salaam wanaomfahamu Ramadhani Mshihiri almaarufu Kadogo, ambaye ametutoka kwa hizo siku ambazo zimeshazitaja, na waomba tupokee msiba huu, tupokee mwili wa ndugu yetu hiyo tarehe 19 siku ya Jumatatu airport ya Mwalimu Nyerere Terminal 2, na baada ya hapo tutaleta msiba ule, mtaweka kwa muda Mwananyamala hospitali kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kumsafirisha ndugu yetu kwenda kumzika wilayani kwetu, jimbo la Bumbuli, kata ya Bumbuli, mkoa wa Tanga. Kwa hiyo wale ambao wataona wanataka kwenda, na waomba washirikiane na sisi, na tunawakaribisha sana, na kwa mawasiliano zaidi wanaweza kutumia namba yangu hiyo hapo. Wale ambao watataka kwenda basi wajiorodheshe, na pia wapige simu hiyo ili tuweze kuwaandika na tujue ni wameguswa kiasi gani na ni wangapi wanaotaka kwenda kumzika ndugu yetu huyu ambaye ametangulia mbele ya haki. Mbele yeye, nyuma sisi. Rest in peace brother. Ndugu yangu mtangazaji, msiba huu umekuwa wa ghafla sana. Taarifa tumezipata ghafla, na kwa kuwa Ramadhani alikuwa anafanya shughuli zake South Africa, lakini pia alikuwa anasafiri kwenda Swaziland mara nyingi. Kwa hiyo umauti umemkuta kule akiwa kwenye shughuli zake za kibiashara. Kwa hiyo sisi kama binadamu hatuna cha kusema, kwa sababu sisi kiimani tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mbele yeye nyuma sisi. Hatuwezi kufuatilia sana kwa sababu hatuko huko na hatukuepo huko, lakini kwa kuwa hata pia tukifanya chochote saa hizi hatuwezi kufanya chochote, hatuwezi kupata matokeo mapya zaidi ya haya. Ndugu yetu amekaa muda mrefu. Kikubwa tunawashukuru wale wenzetu ambao wametupa ushirikiano kuhakikisha kwamba ndugu yetu anatufikia na tunamzika kwenye ardhi ya kwao Tanzania, ambako atazikwa kule Bumbuli. Nimezungumza na mama yake mzazi, na akiwa katika hali salama, akiwa mzima kabisa, na taarifa za kuumwa kwake kwa kweli hazijawahi kufika, isipokuwa kama inavyosemekana kwamba ameugua ghafla na amefariki. Kwa hiyo sisi ndio tunachokipokea kwa sasa, hatuna kingine cha kuweza kufanya. Ninachokiomba tu ni kwamba watu waendelee kupeana ushirikiano, hususani wakiwa kwenye mataifa ya wenzetu, kama ambavyo wenzetu wameonyesha ushirikiano mkubwa. Tunawashukuru sana au diasporas ambao wameonyesha ushirikiano mkubwa na kufikisha mwili huu, kwa sababu familia kiujumla kusafirisha msiba huu kutoka kwenye hao mataifa mawili ni gharama kubwa sana, lakini wao wamejibana, rudia kujichangisha mpaka kuhakikisha kwamba wameweza kusafirisha huu mwili. Kwa hiyo niendelee kuwashukuru, lakini kwa Tanzania kwa ujumla washirikiane kule wakiwa kwenye mataifa ya watu, wapeane ushirikiano. Lakini pia kama hakuna sababu ya kwenda mahala ambapo unaona hapafai kwenda, kama huna kazi rasmi, mimi niendelee kushauri usiende sehemu ambayo huna kazi rasmi. Uende ukiwa una kazi rasmi, una address maalum ya kwenda kufanya nini, unaenda kufanya nini, kwa nani, uwe una mikataba maalum ya kwenda kufanya huko. Usiende tu kama kwenda. Kwa matarajio tunatarajia kusafiri Jumatatu jioni na kuweza kufika Bumbuli siku ya Jumanne, na tutazika siku hiyo hiyo.